Sasa kwanza tumekubaliana. Tanzania lugha ya reject parachichi. Tuna madaraja. Tuna daraja la kwanza, la pili ni lipi tunione na la tatu. Daraja la kwanza linakuwa kubwa. Alafu la pili linakuwa medium. Hii ndio daraja la tatu la mwisho. Ambalo sasa hayo yakikaa na dondoka yenyewe huko chini. Oh, lakini mnayanunua. Sasa hivi ambao hili mnanunua kilo shilingi ngapi? Hizi hapa kilo 300. Na hii hapa daraja la pili? Na daraja la kwanza? Kilo 1000. daraja la kwanza na la pili kilo 1. Kilo bei ni 1. Kwa hapa hii mnapofungasha daraja la kwanza na la pili. Hapa ni ya tatu. Hayo ni daraja la tatu. Na kwanza mnasimona umeenda kutumia daraja la kwanza ndio hii. Hilo daraja la tatu yote hapo. Haujamuelewesha. Kwa hiyo maana yake ngoja nikuulize. Kwa hiyo lugha ya zamani ni reject zote. Zipi? Kwa lugha ya zamani hizo ni reject. Kweli. Sasa si hizi hapa mnasemaje daraja la tatu? Kwa nini? Ndio niwaambie. Hii imeshakaa shambani mheshimiwa. Ishafika muda sana ndio maana mnaiona ishakuwa hivi. Ndio maana wanaita daraja la tatu. Japo ni kubwa, naiona ni kubwa, lakini siona. Sasa kwa nini imekaa shambani? Ndio nataka kujua yani sababu. Ameachelewesha kuvuna. Yeye mwenyewe. Yeye mwenyewe atakiwa kuvuna mwezi wa 5 angepata ikiwa hivi. Sasa baada ya kuona labda yanakufikia huko chini ndio nikaamua kuuza reject. Na hata sasa hivi nikifika shambani utakuta mengi huko chini. Ndio nikaamua kuuza hata 300 nijipatie kitu kidogo. Lakini hata hairudishi gharama. Ni ng'ombe nimeuza ndani. Lakini nitapata parachichi kumbe hakuna. Yaani maana yake ni kwamba huyu mkulima amechukua ng'ombe wake, akauza ng'ombe, alafu akachukua ile pesa aliyopata kwenye ng'ombe akaenda kulima parachichi. Matokeo yake amelima parachichi, imekuja grade ya kwanza kwa sababu hakuna mteja, Hakuna mnunuzi. ng'ombe yake imepotea na mwisho wa siku anauza parachichi kilo shilingi 300 kutoka kwenye 1000. Sasa wananchi wa jimbo la Hai kama huyu amelima parachichi yake imefika kiwango hiki cha daraja la kwanza, imevunwa na ina ubora wote unaotakiwa, lakini changamoto soko la upatikanaji wa parachichi hii hakuna au linachelewa. Soko likichelewa, parachichi hili ambalo ni daraja la kwanza linaharibika, linabadilika, linakuwa daraja la tatu, ambao zamani walikuwa wanasema reject, na hapa nimekuta wanaita reject. Nimewambia hatuna reject hapa, tuna daraja la tatu. Hili la daraja la kwanza kwa kilo moja kwa bei ya huku wananunua shilingi 1000, lakini likichelewa tu bei inabadilika. Parachichi lile la ukubwa ule likisha kuwa na rangi hii linauzwa shilingi 300 kwa kilo. Mheshimiwa Waziri, huu ni unyonyaji, huu ni kukandamizaji wa wakulima ambao wanafanya kazi kubwa ya kuhangaikia mazao yao. Mimi ni kuombe tuwekee mfumo mzuri wa ununuzi. Wengi tunaambiwa wanatoka nchi jirani, lakini kama tukiwa na senta nzuri za kukusanya parachichi yetu, hata kama hatutalipwa kama tunavyofanya kwenye kahawa, ni bora zivunwe kwa wakati, zihifadhiwe sehemu ambazo hazitaharibika, ili tu control bei hii ya daraja la kwanza. Zikinunuliwa zikawekwa mahali fulani, alafu yule anayenunua mlaji wa mwisho aje azikute zikiwa kwenye hali hiyo. Sasa tazama mkulima kama huyu amehangaika, yote hii ni daraja la kwanza ukitazama, lakini kwa sababu amekosa mteja, leo kutoka shilingi 1000 anauza shilingi 300 kwa kilo.